Unajua hii imekuwa ni kama timu zetu kubwa za Simba na Yanga ambazo ndo zinatoa hadhi ya ligi yetu, wamekuwa wakihangaika sana kutafuta viwanja na vitu vingine kama hivyo. Inawezekana hili ni jambo ambalo pia limeonyesha limewapa hasira Yanga viongozi pamoja na Engineer Hersi ambaye ndo rais wa klabu kwa sasa, kuona kwamba huku kutangatanga sasa inatosha, inabidi tufanye mchakato timu ipate uwanja kuhakikisha kwamba mambo yanaweza kwenda sawa. Mi sidhani kama kufungiwa kwa viwanja maybe ndo kumewahamasisha wao kuingia kwenye huo mchakato, bali naweza nikasema ni maono ya kiongozi, si ndio? Ni kitu ambacho alikiahidi since anataka kuingia kwenye uongozi, since ana contest kushinda urais wa Yanga. Ni kitu ambacho kwenye ahadi zake alikiahidi, si ndio? Kwa hiyo haiwezi kuwa kwamba ni maybe kufungiwa kwa viwanja ama kustruggle jinsi ya kupata uwanja wao kuchezea kwenye mechi zao za ligi kuu ama kimataifa, bali yalikuwa ni maono ya kiongozi. Yasingekuwa ni maono ya kiongozi, tunazifahamu timu zetu Simba na Yanga, timu ambazo miaka na miaka zimekuwa zikistruggle kwenye swala la ujenzi wa viwanja. Zimekuja ideas nyingi, zimekuja propaganda nyingi. Nadhani kama unaifuatilia Yanga utakumbuka since kipindi ambacho alikuwa mwenyekiti Yusuf Manji, si ndio? Tulishawahi pia kuona michoro ya viwanja vingi sana ambavyo havikujengwa, si ndio? Simba pia the same. Modeuji kila mwaka kwenye mkutano mkuu anaonyesha ramani za project lakini hazitekelezwi hizo project, si ndio? The same tujuzi Jeruti ameingia akaahidi kujenga uwanja lakini mpaka leo bado tunaona bado vitu haviendelei. Kwa hiyo ni maono ya kiongozi na sasa anajitahidi kuyatekeleza kwa vitendo ili tuone vile ambavyo wanaweza kufanya. Kwa hiyo kwenye swala hili of course lazima utampongeza Engineer Hersi kwa uthubutu na anaelekea sasa kwenye